Mtazamaji, hebu sasa tuelekee pwani ya Kenya ambapo wenyeji kisiwani Amu wanapitia mahangaiko kutokana na maji ya bahari ambayo yamefura na kuingia kwenye makazi yao. Maji hayo yaliyokoleza chumvi kutoka baharini pia yametatiza usafiri, ukiwemo ule wa punda, mikokoteni na hata kwa wenyeji wanaotembea kwa miguu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kevin Mutai, ni kwamba wana mazingira wanasema hali hiyo ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Shughuli za kawaida zimetatizika kisiwani Amu kutokana na maji ya bahari Hindi kuzagaa hadi kwenye makazi ya watu, ikiwemo nyumba za kupangisha, hoteli na hata maduka. Baadhi ya wafanyabiashara hata hivyo wamelazimika kuhamisha bidhaa zao baada ya maji hayo kuelea na kusambaa kisiwani. Ni mambo ya Mungu anapopanga, kila mwezi ukiwa mkubwa na maji yanakuwa makubwa. Mwezi ukienda mdogo maji wanakuwa madogo. Wenyeji wanasema ni tukio la kawaida, ila tu msimu huu maji hayo yamekuwa mengi kiasi cha kuzua hofu. Maji kufura dizaini ni kitu ambacho kinatushtusha. Ni jambo ambalo linatokea kila mara. Na ni wajibu wa serikali kuu na serikali ya kaunti kuweza kushirikiana kuweza kuongeza ukuta katika ufuo zetu. Maana ni majumba yanaingiliwa na maji na it's weekend hizo ukuta. Kwa kawaida kutokea maji kama mwezi huu wa Ramadhani, ni huo utokea ni mara kwa mara, lakini si sana. Wana mazingira kwa upande wao wanasema hali hiyo ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, maji hayo yakiandamana na joto jingi. Wanahofia huenda maji hayo yakafura zaidi na kutishia usalama wa mji huo wenye historia ya utamaduni na unaopendwa na watalii kutoka humu nchini na wale wa kigeni. Wanasema uzalishaji wa gesi unatishia mifumo ya ekolojia ya ukanda wa pwani na hata bahari. Ni hali ambayo pia imeathiri mkondo wa bahari, wakazi ambao usafiri wao ni maboti pamoja na wavuvi wakilazimika kuwa waangalifu ili kuepuka majanga. Eneo hilo ni mojawapo wa sehemu za mwambao wa pwani ambazo hushuhudia mafuriko kutokana na kufura kwa maji ya bahari. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Mombasa.